ya msingi sana kwenye maisha yako. Alafu tukimaliza tutaomba. Na tutaomba katika mwelekeo wa kile ambacho tutakuwa tunajifunza. Tunajifunza kwa somo ambalo linaitwa utimilifu wa ahadi za Mungu. Utimilifu wa ahadi za Mungu. Mungu wetu ni Mungu ambaye ametoa ahadi nyingi sana na zimefunuliwa katika maandiko. Ahadi nyingi sana, na sisi kama waamini tunajua ya kwamba Mungu ameahidi ahadi nyingi sana, na nyingi zilikwisha kutimia na chache bado hazijatimia, lakini nyingi zimekwisha kutimia. Bwana asifiwe. Moja ya sifa ya Mungu ni kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Umenisikia eh? Nimesema moja ya sifa ya Mungu wa kweli ni kwamba Mungu aliyezifanya mbingu na nchi na Mungu wa Biblia ni mwaminifu. Na moja au kwa maana rahisi ya uaminifu ni kwamba mwaminifu ni mtu anayeishi kwa kile alichokisema. Moja ya kigezo cha uaminifu, anaweza akaaminika kwa kile alichokisema. Ni sifa ya msingi sana wewe unapohusiana na Mungu, kujua ya kwamba Mungu huyu unayemwabudu, aliyekuokoa, unayemwomba ni mwaminifu. Mtu mmoja ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Tunaposhughulikia habari ya ahadi za Mungu, moja ya sifa ya Mungu ambayo ninatakiwa kutokuwa nayo mashaka, ili niweze kuona utimilifu wa ahadi za Mungu katika maisha yangu na maisha ya wanaonizunguka na katika kizazi hiki na hata vitakavyokuja, lazima nifikie kiwango cha kujua kutoka ndani, kuwa na uhakika ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Sema Mungu ni mwaminifu. Na leo tunaangalia uaminifu wake unapimwa katika kigezo hiki cha msingi sana, ya kwamba anatimiza alichokiahidi. Amen. Na maandiko yamethibitisha bila shaka ya kwamba kila ambacho Mungu amekiahidi kimetimia kama alivyokiahidi au kama alivyokisema. Viko vingi. Miaka 700 kabla ya Yesu kuzaliwa, Isaya akatabiri kwa habari ya Masihi kuzaliwa. Ilikaa muda mrefu, lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu, baada ya miaka 700 ikatokea kama ilivyokuwa imetabiriwa, kwa details zote kama alivyokuwa amesema. Amen. Huyo Mungu hajabadilika. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema huyo Mungu hajabadilika. Sifa yake nyingine ni kwamba Mungu habadiliki. Sawa? Huyo Mungu aliyekuokoa habadiliki. Kwa hiyo uaminifu wake unabaki kuwa vile vile milele na nini? Na milele. Habadiliki. Kwa tunapojifunza kwa habari ya utimilifu wa ahadi za Mungu, natamani usiangalie katika picha ya Mungu asiyebadilika na Mungu aliye mwaminifu. Ni mwaminifu kwa neno lake, ni mwaminifu kwa ahadi zake, ni mwaminifu kwa watu wake, na ni mwaminifu kwake yeye mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Haijalishi unapitia nini asubuhi ya leo. Haijalishi maisha yako yamekaa vipi. Haijalishi maisha yako ukilinganisha na kile kinachosemwa kwenye maandiko tofauti ikoje. Ninachotaka ukikamate asubuhi ya leo ni kwamba Mungu ni mwaminifu. Piga kelele, sema Mungu ni mwaminifu. Ujapopita katika hali iwayo yeyote, usisahau. Mtu mmoja ananielewa?
vita vijapoinuka, maji yajapo kutishia kukupeleka, ujapopita katika moto, ujapopitishwa katika tanuru la moto, jambo moja ninakuombea usisahau, kwamba Mungu bado ni mwaminifu hata katikati ya tanuru la moto. Bado ni mwaminifu hata katikati ya mto na maji yanayotishia kumgharikisha mtu. Mungu bado ni mwaminifu, kwa sababu uaminifu wake wadumu milele na milele na milele na milele. Mtu mmoja sema haleluya. Na Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake, na Mungu ni mwaminifu kwa neno lake. Alichokisema anakitimiza, alichoahidi anakitimiza. Aliahidi ya kwamba mataifa watabarikiwa kutoka mzao wa Ibrahimu miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Ahadi yake ikatimia, Yesu akazaliwa. Sisi leo tuliokuwa mataifa tumebarikiwa kutoka kwenye mzao wa Ibrahimu. Hakusema katika wazao, katika mzao, akimaanisha Yesu. Na hakika Yesu alizaliwa. Leo ambao tulikuwa mbali na Mungu tumekuwa karibu na Mungu. Tuliokuwa si watu tumefanyika kuwa watoto wa Mungu, ufalme wa kikuhani, watu wa miliki ya Mungu. Leo tuliokuwa mbali tunaweza tukasimama na kusema habari za Mungu wa Israeli. Sisi tuliokuwa wa mataifa leo kwa Kristo Yesu, kwa kutimika ahadi ambayo Mungu ameitoa, tumefanyika wana, tumefanyika watoto wa Mungu, na tumeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Aliahidi, ametimiza, na bado anatimiza, na kesho atatimiza, na jioni na asubuhi ya leo atatimiza. Kwenye ibada hii atatimiza. Ninamtumikia Mungu aliye mwaminifu. Ninazo habari njema kwa mtu asubuhi ya leo, ya kwamba Mungu mwaminifu atatimiza kila ahadi aliyoisema juu ya maisha yako. Hata nukta moja haitasimama. Kila alilolisema litasimama. Nimetumwa kama msemaji wa Bwana kukutangazia asubuhi ya leo ya kwamba lile alilokuahidi Mungu, haijalishi sasa hali ikoje, nasema kwa jina la Bwana, ahadi hiyo itasimama. Nasema itasimama, na utaiona kwa macho yako, na utaishika kwa mikono yako, na utaisikia kwa masikio yako. Kila neno aliyowahi kukwambia Bwana, simama katika hilo, halitaanguka bure. Kila ahadi aliyoitoa Bwana kwa watakatifu wake, madamu uko ndani ya Yesu Kristo, itasimama. Nasema itasimama, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Haijalishi, haijalishi. Nimejifunza kuishi juu ya hali na mazingira na kumtazama Mungu na uaminifu wake. Siangalii nini kinaendelea, naangalia nini anasema na nature yake ikoje. Amejithibitisha, historia imemthibitisha, watu wamemthibitisha ya kwamba akisema ni hakika, ni amini na kweli. Ahadi za Mungu zote ni kweli, na hivyo ni amina katika Kristo Yesu. Mtu mmoja ananielewa? Wewe uliye ndani ya Kristo, nataka uelewe kabla hata sijaendelea, ahadi zote za Mungu zimetimilizwa ndani ya Yesu Kristo. Hujanielewa? Hazijatimilizwa kwenye maombi yako, hazijatimilizwa kwenye juhudi zako, hazijatimilizwa kwenye jambo lingine liwalo lolote. Ahadi zote za Mungu ni amina na kweli, ni kweli na hivyo ni amina, yani zimekuwa hivyo katika Kristo Yesu. Mtu mmoja ananielewa? Sema, ahadi za Mungu zote juu ya maisha yangu zimetimilika ndani ya Yesu Kristo. Sio zitatimilika, zimekwisha kutimilika ndani ya Yesu Kristo. Hazifanyiwi kazi leo, zimekwisha kufanyiwa kazi, na zote ni kweli na amina. Mtu aliyetimiziwa ahadi nimsikia akimshangilia Yesu, haleluya. Sasa nataka nikupeleke taratibu kwenye vitu vichache. Niruhusu nikupeleke vizuri taratibu kwenye vitu vichache. Kumbukumbu ya Torati. Kumbukumbu ya Torati
7 na mstari wa 6. Kumbukumbu ya Torati. Tasoma maandiko afu tunaenda sehemu. Mwambie jirani yako tunaenda sehemu. Kumbukumbu ya Torati 7 mstari wa ngapi nimesema? Mungu Jehova anaongea na Israeli. Sasa nataka upate picha hii tunapoendelea. Kabla ya Yesu, naomba niangalie kwanza, unisikilize. Unataka unisikilize kwa mtazamo huu. Kabla ya Yesu kufa msalabani, watu wa Mungu walikuwa taifa la Israeli. Sawa? Tunaelewana? Hello? Baada ya Yesu, watu wa Mungu ni akina nani? Kanisa, watu waliomwamini Yesu. Tumekubaliana mpaka hapo? Kwa lazima tuende kwa maana hiyo. Kwa hiyo watu wa Mungu walikuwa ni Wayahudi. Baada ya Yesu kufufuka, watu wa Mungu ni wale wanaomwamini Yesu, Wayahudi kwa mataifa. Sasa twende sura hiyo 6, anasema hivi: kwa maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana. Sasa tunaanzia Mungu alisema nini kwa maana kwa habari ya Wayahudi. Hello? Tuko pamoja? Tunaanzia huko ili tuone na sisi inakuwaje huko. Kwa maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa wake hasa zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. Ilikuwa sifa ya Wayahudi. Hello? Kulikuwa na mataifa mengi. Kulikuwa na watu wengi. Kulikuwa na makabila mengi. Wote ni watu wa Mungu. Lakini waliokuwa wamechaguliwa na Mungu walikuwa Wayahudi. Mtu mmoja ananielewa? Unanielewa vizuri hivi? Kwa maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Anaongelea Wayahudi. Katika Agano Jipya anaongelea, neno hili linahusu kanisa, waamini. Mtu mmoja ananielewa? Haya maneno yalihusu Wayahudi kabla ya Yesu. Maneno haya kwa maana hii yanalihusu kanisa leo. Yanakuhusu wewe. Yanatuhusu sisi. Na hapa haongei na Myahudi mmoja mmoja, anaongea na Wayahudi kama taifa. Kwa hapa tukileta katika muktadha wetu, inaongea na sisi kama kanisa, mwili wa Kristo kwa pamoja. Kwa maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa amewachagua kuwa watu wake hasa. Kwa hiyo wewe na mimi tumechaguliwa kuwa watu wa Mungu hasa. Special. Unanifuata? Umechaguliwa zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. Kanisa limechaguliwa kuliko watu wengine wowote, kuliko taasisi, kuliko mataifa, kuliko kitu kingine chochote kilicho juu ya uso wa nchi. Waamini wamechaguliwa na Mungu hasa kuwa mali yake, kuliko aina nyingine ya watu juu ya uso wa nchi. Mtu mmoja ananielewa? We are a special people. Sisi ni watu maalum sana. Kanisa ni watu maalum sana. Nafikiri unielewe. Nasema waamini ni watu maalum sana kuliko watu wengine wote juu ya uso wa nchi, inapokuja kwa habari ya kuchaguliwa na Mungu. Kutoka 19:5. Tunaanzia huko, tunasafiri. Naomba tusafiri pamoja, nisikuache njiani. Biblia inasema, sasa basi, ikiwa mtatii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu. Anaongea na Wayahudi. Hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Mstari wa 6. Nami mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndio maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Umenisikia vizuri? Ikiwa mtafanya nini? Mtaitii sauti yangu kweli kweli. Sasa ninajua kuna mafundisho yanakuja mengi sana hapa. Unajua ukitii hivi ni sawa, ni kutii. Lakini nataka nikuonyeshe kwenye safari hii kwanza.
kuonyesha kwenye safari. Twende Petro. Bwana Yesu asifiwe. Umeona hayo maelekezo yanayowahusu hao watu, wakitii wanakuwa watoto wake kweli kweli, kwa sababu pia dunia nyingine ni mali yake, lakini anawaambia nyinyi sasa, nyinyi mtakuwa zaidi. Petro wa kwanza, asante, sura ndio ya 2 mstari wa 9. Anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Kwa kuangalia tu hapo naona anaongelea watu gani? Anatuongelea sisi kwa mataifa. Sawa? Bwana asifiwe. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyewaita mtoke gizani mwingie nuruni. Turudi Kutoka ili sasa uweze kuelewa vizuri. Turudi Kutoka 19:5 na 6. Tuisome ukiwa na mtazamo huo. Anasema hivi: sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Mstari wa 6, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndio maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Hello? Tuko pamoja? Nisikilize vizuri hapa, kuna kitu kwanza, alafu ndo tuendelee. Hawa waliambiwa wakitii sauti ya Mungu kweli kweli. Alafu Mtume Petro anawaambia hao walioamini, wao wamekwisha kuwa, kwa sababu wamemwamini Yesu. Hello? Kwa hiyo kuitii sauti ya Mungu kweli kweli, tukihama kutoka kule, wao walitakiwa waitii hiyo sheria, maana waifuate sheria yote. Tunapohama na kuja huku ndani ya Kristo Yesu, kuitii sauti ya Mungu kweli kweli ni kumwamini Yesu. Utii wa kwanza ulio juu ya yote, kwa sababu ndio unaoleta wokovu, ni utii wa kumwamini Yesu na kazi kamilifu ya Kalvari. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo kigezo cha kufanyika taifa teule ni nini? Kigezo cha kufanyika kuwa ufalme wa makuhani ni nini? Walio ufalme wa makuhani, wanaofanyika kwa ufalme wa makuhani ni watu waliofanya nini? Tunakubaliana? Tunakubaliana. Ndio maana nikakwambia utimilifu wa ahadi zote uko unatimia. Ahadi za Mungu zote zinatimia katika Kristo. Aliwaahidi Wayahudi wakitii kweli kweli watakuwa. It was conditional. Ilikuwa ina sharti. Wafanye hiki ndio kiwe hiki. Hello? Nataka nikupeleke pole. Utimilifu wa ahadi zilizokuwa zinatolewa kabla ya Yesu, walipoishi katika nyakati hizo, zilitimia, kwa sababu nyingi zinasema ukifanya 1, 2, 3 hiki kinafuata. Tuko pamoja? Ndio ahadi zilivyotimia. Tunaelewana watu wa Mungu? Tunaelewana? Leo ahadi zinatimia kwa sababu ahadi zote hizo zilikuwa zina point kuja kutimia ndani ya Kristo Yesu. Ukimwamini Yesu umepokea utimilifu wa ahadi zote alizozifanya Mungu toka enzi mpaka enzi, milele na milele. Bado nafikiri hujaelewa. Nasema hivi,
waliomwamini Yesu wana sifa, au nitumie hilo neno, wana sifa za kupokea ahadi za Mungu zote alizoziahidi 100%, bila kufanya kitu kingine chochote. Haleluya. Unajua ni vizuri kwanza tukakaa hapa kwanza vizuri, alafu nitamalizia maandiko machache kutoka kitabu cha Wakorintho, itakusaidia. Ahadi ya uzima wa milele na kuishi na Mungu milele ni ahadi, sio ahadi? Ahadi ya wokovu kwamba wa mataifa wataokoka ilikuwa ahadi, sio ahadi? Inatimiaje? Inatimiaje? Piga kelele kwa nguvu, inatimiaje? Ahadi ya Roho Mtakatifu ilikuwa ahadi, sio ahadi? Ilitimiaje? Wangapi walimpokea Roho Mtakatifu kwa jambo jingine isipokuwa kumwamini Yesu? Wangapi wamempokea Roho Mtakatifu kwa sababu walimwamini Yesu? Ahadi ya Yoeli ilitimia kwa sababu utimilifu wa ahadi zote za Mungu alizozisema zinatimilika ndani ya Kristo Yesu. Unanielewa sasa? Unanielewa? Kwa hiyo aliye na Yesu ndani yake amepokea utimilifu wa ahadi za Mungu sote, na ni haki yako kuzifurahia. Na asubuhi ya leo nimekuja kukitangazia msimu wa kufurahia ahadi za Mungu umewadia. Kama ulikuwa uzifurahii zote, nimekuja kukutangazia asubuhi ya leo kila lililoahidiwa na mbingu limetimilishwa ndani ya Kristo Yesu, na kila aliye na Kristo Yesu amethibitishwa, amehalalishwa, ana qualify kuishi ndani ya utimilifu wa ahadi za Mungu Baba. Unaona jinsi injili ilivyo rahisi, Unaona jinsi Mungu alivyo mzuri, Unaona ukimwelewa jinsi unavyoishi kwa furaha, hakuna makorokoro mengi. Piga kelele, sema mimi ni candidate. Hivi hata kama hujui Kiingereza, sema mimi ni candidate wa kuburudika na kuzifurahia ahadi za Mungu kikamilifu katika Kristo Yesu. Piga kelele, sema haleluya. Wakorintho wa pili sura ya 1 19 mpaka 22. Biblia inasema, maana mwana wa Mungu Kristo Yesu aliyehubiriwa katikati yenu na sisi, yani mimi na Silwano na Timotheo, hakuwa ndio na sio, bali yeye ni ndio. Yesu ni ndio. Sema Yesu ni ndio. Hana ndimi mbili, ndio na hapana. Yesu ni ndio. Mstari wa 20. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye. Yeye huyo ni nani? Ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amini. Hello? Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Narudia. Maana ahadi nusu. Ahadi 90%. Ahadi zote maana yake 100% ngapi? 100. Sote za Mungu zilizo katika Kristo Yesu ni ndio. Tena kwa hiyo katika Yesu Kristo, sio katika kitu kingine, ni amini. Amini maana yake na iwe hivyo, si ndio hivyo? Kwa wake zimetimia. Mungu apate kutukuzwa katika sisi. Mstari wa 21. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo. Anayetuimarisha katika Kristo ni nani? Hapa yeye ni Mungu. Hello? Maana aweza akawa yeye halafu katika yeye hapa Mungu Baba anatuimarisha ndani ya Kristo Yesu. Yaani anasema pamoja nanya Paulo na wenzake pamoja na watu wa Korintho katika Kristo
na kututia mafuta ni Mungu. Anaona asija akaacha. Anayetuimarisha katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu Baba, Jehova. Umepakwa mafuta na Mungu Baba. Unaongea habari ya upako. Kila aliyemwamini Yesu ana upako aliopewa na Mungu Baba, na upako huo anaitwa Roho Mtakatifu. Takuonyesha mistari inayofuata. Hello? Unajua, kwa sababu ya ukosefu wa uelewa, watu wanafikiri upako ni kuchemka kama ninavyochemka hapa. Kila aliyemwamini Yesu amepakwa mafuta na Mungu. Sema, mimi nimepakwa mafuta na Mungu. Bado unahitaji mafuta tena ya mzaituni? Hello? Kuna mtu anahitaji mafuta ya mzaituni? Kuna mtu anahitaji mafuta ya samli? Mafuta ya pamba? Ya alizeti? Mimi nimepakwa mafuta, sio na askofu. Sio na mtume, sio na nabii, sio na mtu yoyote yule. Nimepakwa mafuta na Mungu. Na hii sio tu kwa ajili ya mimi, ni kwa waamini wote. Paulo anasema wao, akina Paulo na Siloa na mwenzake, pamoja na Wakorintho ambao wanawakilisha watakatifu wa Mungu walikuwa katika kanisa la Korintho, wote kwa pamoja wanaimarishwa ndani ya Kristo Yesu na Mungu, na wamepakwa mafuta na Mungu mwenyewe. Wapakwa mafuta, haleluya! Wapakwa mafuta, haleluya! Wenye upako, haleluya! Ukielewa haya una heri. Mstari wa 22. Naye ndiye anayetutia muhuri. Hapa manake ni nani? Anayetutia muhuri hapa ni nani? Nani? Sema kwa sauti, ni nani? Katika muktadha huu ni Mungu. Maana amesema yeye, huyo Mungu ndio anatuimarisha ndani ya Kristo na kutupaka nini? Mafuta. Na anaendelea naye, manake Mungu ndiye anayefanya nini? Anayetutia muhuri, akatupa na arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Hapo nisikilize vizuri. Hapa ndio uliko dude la kukubadilisha maisha yako. Sema niko tayari. Ni hivi. Kwa lugha nyingine, anaendelea kuelezea huo upako. Naye ndiye anayetutia muhuri. Anawatia muhuri watu gani? Waamini, sisi wote. Kama unaamini umetiwa muhuri, sema nimetiwa muhuri. Huo ni muhuri wa Roho Mtakatifu, si ndio hivyo? Na arabuni. Naye muhuri akatupa arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Anayeamini ana arabuni ya Roho ndani yake, nyosha mkono namna hii. Kuna vitu viwili hapa, very powerful. Nataka nikuelezee kidogo. Vitu viwili. Muhuri haupigwi ndani. Hello? Muhuri unapigwa wapi? Nje. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Arabuni, Biblia ya Kiingereza inasema deposit, malipo ya awali yenye kuthibitisha kwamba nitakuja kumalizia. Guarantee, malipo ya kuhakikisha kwamba hiki kitu nimekinunua, nitakuja kukichukua. Yaliyobaki mengine yote nitatimiza. Muhuri unawakilisha umiliki. Hello? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uelewe hilo. Ukikuta kitabu cha Tenzi kimepigwa muhuri wa JCC, mmiliki ni nani? Mmiliki ni wewe, mwamini katika Yesu. Umepigwa muhuri na Mungu. Manake wewe ni mali ya nani? Kwa hiyo anapopiga muhuri ameitangazia kuzimu. Mapepo yanayoona yanajua huyu ni mali ya Mungu. Kuzimu ikikuangalia inaona ule muhuri kwamba ni mali yangu.
upande mmoja. Upande mwingine, yeye anaposema ni mali yangu, anachukua responsibility ya kushughulika na maisha yako 100%. Mtu mmoja ananielewa. Ngoja nigeukie wa huko. Inaonekana huko hawanielewi vizuri. Ngoja waangalie wa huko. Nguo yako nani anaifua? Nani anaitunza? Nani anahakikisha usalama wake? Mali zako za thamani nani anazishughulikia? Hello? Umepigwa muhuri na Bwana. Wewe ni mali ya Bwana. Bwana anashughulika na maisha yako. Anahakikisha unafika mbinguni. Ndio maana juu akasema amewathibitisha ndani ya Kristo Yesu ni yeye. Una uhakika umepigwa muhuri? Una uhakika umepigwa muhuri? Kama umepigwa muhuri sema haleluya. Na Mungu. Sio muhuri na mwanadamu. Na muhuri unawakilisha umiliki. Maana yake Mungu amesema huyu ni wa kwangu. Yani. Piga kelele sema mimi ni wa Bwana. Mimi ni mali ya Bwana. Wewe si wa wewe, wewe ni wa Bwana. Na ndio maana ukisha pigwa muhuri hata maisha yako yanakuwa tofauti. Unaishi kama wa Bwana. Ndivyo unavyoishi kwa kumpendeza yeye aliyekununua. Tutaona kwenye Waefeso baadaye kidogo. Jina la Bwana libarikiwe. Cha pili. Akasema hivi. Cha pili, sio tu muhuri. Yeye ndiye aliyetutia muhuri, akatupa na arabuni ya Roho mioyoni mwetu. Hiyo ni ya Roho Mtakatifu. Hakuna kuamini pasipo kupewa arabuni ya Roho Mtakatifu. Si unajua hilo? Hello? Na hapa tuongelei ujazo ule wa kufurika. Hapa tunaongelea Roho aletaye wokovu ndani ya muamini. Kwa kila aliyemwamini ana hiyo deposit, ana hiyo kiwango cha Roho Mtakatifu ndani yake. Kwa sababu huwezi ukaokoka bila Roho Mtakatifu. Mtu mmoja ananielewa? Unanielewa vizuri eh? Unanielewa? Sasa hii arabuni ya Roho inamaanisha nini? Kwa nini ametupa? Biblia ya Kiingereza inasema a guarantee. Imeita guarantee. Nyingine deposit. Hii ni lugha ya kibiashara iliyotumika hapa. Wafanyabiashara wanaelewa. Kuna mali dukani. Hello? Kuna mali wapi? Kuna nguo fulani umeipenda. Unakwenda kwa muuza duka. Bei yake, natumia lugha ya kawaida kwa ajili ya kuelewesha, inauzwa 50,000. Unatoa guarantee, kitangulizo. Bwana asifiwe. Cha 20,000. Unasema mwisho wa mwezi nitarudi kumalizia. Nichukue. Unaielewa hiyo lugha eh? Toka ulipotoa 20,000. Nguo hiyo ni ya nani? Ni ya kwako. Kinachompa muuza duka uhakika wa kwamba utakuja kuichukua ni nini? Guarantee ambayo ni ngapi? 1,000. Na ndio maana kila mwamini, kwa sababu Mungu ana uhakika wa uzima wa milele, ahadi ile ya mwisho. Ukiokoka ana uhakika utafika, utakwenda, ahadi itatimia. Anaweka guarantee ndani yako. Ishara, anapiga muhuri kwanza. Pili, anaweka guarantee ya kuthibitisha kwamba ahadi ya kuja kuchukua nguo yangu ni hakika, amini na kweli nitakuja. Kwa hiyo arabuni kazi yake. Kwa nini kila mwamini amepokea arabuni? Ni kwamba ndio uthibitisho wa kwamba ahadi zote zinazohusu mimi juu ya huyu zitatimia na nitazitimiza. Na kama kuthibitisha hilo, naacha
kitangulizo kwa siku zote za maisha ya mtu huyu. Mtu mmoja sema haleluya. Uthibitisho wa utimilifu wa ahadi za Mungu, ikiwa ni pamoja na ahadi ya kufufuliwa tutakapokufa na Yesu atakaporudi, ya kurithi ufalme wa milele, na ahadi zingine zote zilizo ndani ya Kristo Yesu. Uthibitisho na alichojikomiti Mungu Baba ya kwamba atazitimiza ni kwa kuweka garantii ndani yako ya kwamba naweka hii kuthibitisha kuwa mimi ni mtu wa neno langu, nilichosema na kuahidi kitatimia. Mtu mmoja ananielewa? Mtu mmoja ananielewa? Haleluya. Ahadi za Mungu juu ya mwamini ni amini na kweli. Nasema ahadi za Mungu, ikiwemo na ile kubwa kabisa ambayo nataka uondoe wasiwasi, ile kubwa kabisa ya uzima wa milele. Ameacha arabuni ya kuthibitisha ya kwamba atazitimiza ahadi za kukuthibitisha ndani ya Kristo Yesu kwa Roho huyo huyo, katika kipindi kitoka ulipookoka mpaka siku ya mwisho. Ahadi zote za Mungu zitatimia katika maisha yako. Ahadi zote za Mungu 100% zinatimia ndani ya waamini, na Mungu amethibitisha kwa kupiga muhuri wake kuonyesha hawa ni wa kwangu, na pili kwa kulipa pesa advance ya kuthibitisha kila nilichokisema kitatimia. Mfano huu unaweza kuutumia mfano huu, lakini hauna maana hiyo katika maandiko yaliyopo wa yule Msamaria. Bwana asifiwe. Hello? Hiyo sio tafasiri yake hapa, lakini nakutumia kukuonyesha huo mfano ulivyokuwa. Yule Msamaria, yule Msamaria akamkuta aliyekuwa amepigwa yule, si ndio hivyo? Akampeleka kwenye hoteli. Hello? Akalipa pesa. Akasema, muangalieni, chochote kitakachoongezeka nitakuja kukimalizia nitakaporudi. Asikose huduma yoyote, ahudumiwe kama anavyotakiwa kuhudumiwa kwa kipindi chote ambacho sipo. Kinachotoa garantii ni deposit aliyoweka. Mtu mmoja ananielewa? Unasafiri unaenda kwenye hoteli, utakaa siku 10. Unapofanya booking unatoa pesa ingalau ya usiku mmoja au siku 2. Sawa eh? Lakini booking wanakupa ya siku zote 10. Kinachowapa confidence ndani yao ya kukupa, pamoja na kwamba malipo yote hayajatimia, kwa ahadi ulioitoa kwamba nitakaa siku 10 lakini natanguliza pesa ya siku 2, wanakubukia siku 10 zote. Kinachowapa confidence ya kufanya hivyo ni arabuni ulioiweka katika hiyo hoteli, Mungu kuhakikisha ya kwamba ahadi zake zote katika Kristo Yesu ni kweli, tena ni amina katika maisha yetu. Ameweka arabuni. Ninataka umwamini Mungu unaposimama kuomba kwa dakika chache zilizoko mbele, kwa habari ya ahadi zote za Mungu katika maisha yako, kwamba kwake ni amini na kweli, na confidence pekee ulionayo ni kwamba ameweka arabuni, atatimiza. Mtu mmoja ananielewa? Mtu mmoja ananielewa? Huo kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine uwe na uhakika. Uwe na uhakika. Mwambie jirani yako uwe na uhakika. Kama umemwamini Yesu kikweli kweli, utafika mbinguni. Usiwe na wasiwasi, utafika mbinguni. Hamtaki kufika eh? Kuna uhakika. Wokovu sio kuwa na uhakika, huo ni majanga. Wokovu sio kuwa na uhakika, sio wokovu. Unasemaje umeokoka alafu una uhakika? Umeokolewa na nini? Hello? Baba anasema yeye ndio anatuimarisha ndani ya nani? Ya Kristo. Ametupiga na muhuri kuwa ni wa kwake. Na Waefeso inasema tulinunuliwa. Hata mili hii ni mali yake. Nataka kufanya mambo mawili unapoomba maombi yako, kwa habari ya ahadi za sasa na kumshukuru Mungu kwa ahadi ya uzima wa milele, kwa sababu hakika itatimia.
Mtu mmoja ananielewa? Unanielewa? Usitishwe na upepo unaozunguka. Yeye aliyemwamini Yesu anaimarishwa ndani ya Kristo Yesu na Mungu Baba. Amepakwa mafuta na Mungu Baba. Amepigwa muhuri wa umiliki na Mungu Baba. Kama ni dukani ukaingia ukasema, hii sitaki hatu nibadilishie, unaifunga na kauzi keusi au keupe, kusema nitakaporudi nikute hii yenye kauzi, ndo muhuri kuonyesha hii ndo niliochukua na ndio yangu. Alafu naacha na arabuni kugaranti kwamba Jumamosi narudi. Yesu ameacha arabuni kugaranti akirudi anaondoka na wewe. Akirudi anaondoka na watakatifu. Piga kelele, sema haleluya. Sema nimepigwa muhuri na nimewekwa ndani yangu arabuni. Simama tuombe sasa. Unaona confidence utakaokuwa nayo unapoomba ahadi za Mungu juu ya maisha yako. Kwa kupigwa kwako umepona, ni ahadi. Amen. Amen. Si uombe sasa. Anza kuomba. Dakika chache. Omba dakika chache. Dakika 5 tunatoa. Dakika 5 tu za kuomba. Kwa uelewa ulionao, dakika 5 zinatosha kuomba. Naomba tu kwa habari ya ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu juu ya maisha yako. Kama kuna jambo unalijua Mungu aliwahi kukuambia na ulikuwa umeanza kuyumba na kuona mbona kama halitimii, Bwana amenituma nikukumbushe, litasimama. Nakumbuka mwanzo nisema Mungu ni mwaminifu. Take your time. Take your time and pray. Chukua wasaa wako na omba. Omba. Taratibu omba. Omba. Mtu wa Mungu omba. Maanisha kuomba kwa ahadi ya Mungu. Kuna ahadi zingine ni kwenye neno lake, unazisoma unaziona, lakini zinahusu watakatifu. Alafu ukiangalia maisha yako hayafanani na kile Biblia inasema. Ushindi juu ya dhambi unaona kama mbona kama ufanani. Ushindi juu ya shetani bado mashaka. Hofu juu ya kifo na mauti imetawala. Chukua tu wasaa, omba kabisa. Omba. Chukua wasaa omba. Tulizana, omba, wala hakuna haraka. Wewe omba. Razaba katikiribu sikre bakata yama katakara basikara. Kaya baba. Ziko ahadi kuhusu uzao wako. Ziko ahadi kuhusu wanao. Zipo. Watoto wa muamini zipo. Ziko ahadi kuhusu afya yako. Zipo ahadi kuhusu maisha yako ya kila siku. Zipo. Ambazo zilikuwa kwenye Agano la Kale zimewekwa, zilihitaji sharti fulani. Lakini sisi tunazipokea kwa sababu zimekamilishwa ndani ya Kristo Yesu. Unachomoka leo, nasema unachomoka kutoka hapo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana amenituma nikutangazie unachomoka. Unachomoka. Ahadi za Kristo zinakuwa dhahiri kwenye maisha yako. Kila eneo la maisha. Na usisahau kumshukuru kwa ajili ya ahadi kubwa ya uzima wa milele, ya maisha ya wokovu, ya ushindi. Rabasakarabakati kiribuzikiri bakata yamanda karabaziri bakati kiribuziki shikiri bakati rikaya baba rabakati kiribuzikiri bakanda karabaziri bakati kiribuzikiri bashaka jibo bobo rabakata harabaziri bakati kiribuziki ndekiribuziki jiba baba banda karabakari buziri bakari kiribuziri bakari kiribuziki jiba kata karabanda karabakata karabanda karabakata rikaya baba rabakari kiribuziri bakari kiribuziki jiba baba rikarabakari bakari kiribuziri baka riziri bakari kiribuziki bakata riziri bakata karabanda karabakara kurubuziri bakari kiribuziki bakata. Utaitwa mbarikiwa katikati ya mataifa. Jama karehiri buziri bakarehiri buziki jiba katahara bazakara bakata rika ya baba rehiri buziri ba kaya baziri bakatahara bazika. Utastawi kama mtende uliopandwa kando ya vijito vya maji. Kuingia kwako na kutoka kwako kumebarikiwa. Uzao wako umebarikiwa.
Jama kadere boziri ba kadere bozika. Jaba kadere bozika ya bakata. Resiri ba katara bazika. Jibo katara bazika. Jibo siri ba kadere boziri ba kata. Resiri ba katara bakata. Resiri ba kata. Rekaya baba baba baba. Bwana hata achilia magonjwa katika maisha yako na katika nyumba yako yaliyokuwa katikati ya Misri, katika jina la Yesu Kristo. Kila madhaifu na kila magonjwa hayatafanya makao katika nyumba yako, katika uwanda wako, kwa jina la Yesu Kristo. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, umetengwa na kuwekwa wakfu kwa ajili ya matumizi yake. Hautateswa, hautakuwa na utumwa juu ya dhambi na shetani. Una ushindi juu ya mauti katika jina la Yesu. Kwa kupigwa kwake wewe umepona. Aribo siri bakadere bozika. Jama katakara bakate. Jehova ile ndio Mungu akupae, ndio Mungu akubarikie. Amani yake itatawala katika malango yako katika jina la Yesu Kristo. Utaitwa mbarikiwa. Umebarikiwa uingiapo na utokapo. Oh, simanda karaba teherebu. Shi karaba kata. Kaya makate. Kaya makate kerebu. Shiba kata karaba. Kila utakalogusa limebarikiwa. Bwana anabariki kazi za mikono yako. Utafanya biashara, itastawi, kwa maana mikono yako imebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Rekeyebo siri bakata, resiri bakata. Utakuwa kichwa wala sio mkia. Utatembea katika uwanda wa kiroho. Utatembea katika mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Adui ajapoinuka, watatawanyika kwa njia 7. Waliopanga na kuanza mabaya juu yako hawatafanikiwa. Yale yaliyopangwa katika ulimwengu wa roho, katika giza, Bwana atayafunua. Mitego ya yule mwovu itawekwa bayana machoni pako. Nuru ya Bwana itakuangazia. Utaiona mitego iliyotegwa kuyaharibu maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Shiba kata karaba. Rekeyebo sikireba kata. Shiba kata. Rekaya baba baba. Ameahidi kukujaza na Roho wake Mtakatifu. Ni ahadi yake naye anaitimiliza. Utafurika na Roho Mtakatifu. Utafurika na Roho Mtakatifu. Utafurika na Roho Mtakatifu. Utafurika. Unafurika sasa. Unafurika. Spirit of God. Unafurika. Unafurika. Unafurika na Roho Mtakatifu. Rekaya bakata. Rekaya bakata. Rekaya bakata. Rekaya bakata. Rekaya bakata. Rekaya bakata. Vipawa na karama za Roho Mtakatifu sitatembea juu yako. Utatembea katika operation ya kiroho. Roho Mtakatifu anakufunika, maana ni ahadi yake kutupa Roho Mtakatifu. Maana ni ahadi yake kutujaza Roho Mtakatifu. Ni ahadi yake kutufunika na Roho wake Mtakatifu. Shekerebo tekerebo. Jama kaderebo zika. Rekayaba kata. Rekayaba kata. Maisha ya ushindi juu ya dhambi utaimarishwa ndani ya Kristo Yesu. Utaishi maisha ya ushindi juu ya dhambi na kila aina ya uharibifu wa ulimwengu shetani. Utatembea juu ya mamlaka, juu ya falme zote za giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya, maana Kristo Yesu amekuinua. Umeketishwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Umeketi juu ya mamlaka zote, umeketi juu ya falme zote. Neno lako litakuwa ni tamko litakalosambaratisha mamlaka za giza. Utakapotamka, utakaposema, mambo yatafanyika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, maana ni ahadi yake kwa watoto wake, na wewe umefanyika kuwa ni mtoto wake katika Kristo Yesu. Umebarikiwa, umeinuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Jibo ketekerebo, raba katakaraba, rekeyebo zika, yerebo zika yama, rekayaba kata. Katika Kristo Yesu umestawishwa, katika Kristo Yesu umestawishwa kama mtende uliopandwa katikati, kando ya vijito vya maji. Uzao matunda kwa wakati wake. Utazaa matunda katika wakati wako. Utastawi. Umestawi. Kila unalolishika limestawi. Kazi zako zote zimestawi katika jina la Yesu Kristo. Rekayaba kata, rezerebo siribo kata. Shikaraba kata karamanda karaba. Jibo sikaraba kata. Karaba ziribo kateherebo sika. Utaanza kutembea kama Biblia inavyosema. Wana wako utakuwa halisi. Nguvu ya Mungu itakuwa halisi katika maisha yako. Ahadi ya ushindi juu ya dhambi itakuwa halisi katika maisha yako. Ahadi ya ushindi juu ya shetani na malaika wote wa giza itakuwa halisi juu ya maisha yako.
Jina lako litaleta mtikisiko katika ulimwengu wa giza. Kuzimu itatikisika isikiapo na kukuona wewe. Arabuni ya Kristo pamoja na muhuri wa Kristo utakuwa hakika, utaonekana katika ulimwengu wa roho. Jama kateherebozika yama kata yamazi. Shibo kateherebozika yama kata. Ria makateherebozika yama kata. Shibo kateherebozika yama kata. Sema mimi ni mfaidika wa ahadi zote za Mungu katika Kristo Yesu. Ahadi zote za Mungu katika Kristo Yesu ni kweli, na hivyo katika Kristo Yesu ni amina, ili Bwana atukuzwe. Amen. Haleluya. Naamini unauelewa sahihi sasa wa kuziomba ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Umepata picha nzuri na kuziishi. Amen. Haleluya. Moyoni mwangu nina furaha sana leo kwa sababu tumetoboza. Mtu mmoja ananielewa? Sijui wewe. Ndani yangu nina uhakika tumetoboza. Kuna mahala tumepenya. Niishi hapo kwa leo. Lakini nakwambia nina uhakika. Sisemi tu ukasema maneno ya wahubiri. Kuna mahala tumepenya.